Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye fatwa zake ametofautisha baina ya at-taswir was-sura. Kuna taswir alafu kuna sura. Sura ni natija inayopatikana baada ya taswir. Yeye alichoharamisha ni sura inayopatikana baada ya taswir. Tena ameharamisha ikiwa li aghradin muharrama, ikiwa hiyo sura ni kwa ajili ya malengo ya haramu. Miongoni katika hayo malengo ya haramu ni taadhim. Mtu kafanya taswir ili aiadhimishe ile sura, akaitundika katika nyumba yake, katika ofisi yake, makazi yake, ili afanye taadhim, au akafanya taswir ili ile sura apate kustarehe katika kuitizama, ataladhdh, atamatta binadhari ilaiha, kwa kuitizama ile sura, au akafanya taswiri ile sura iwe lidhikra, kwa ajili ya kumbukumbu, akaweka kwenye albamu yake, ikawa sasa ni kwa ajili tu ya kumbukumbu. Kwa sababu sura zote kwa aina hizi, agradhi hizi muharrama ambazo ghairu mubaha, sio za halali, inaingia katika umum ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la tadkhulul malaikatu baitan fihi sura, malaika hawaingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna sura. Sasa iwe kwa ajili ya kumbukumbu, tayari ishaingia hapo, malaika hawatoingia. Kwa hiyo inaingia katika aina hii ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen katika fatawa zake ametofautisha baina ya taswir wa sura. Taswir fotografi, mawqifi yake na msimamo wake ni halali, ni jambo mubah kufanya taswir alifotografi. Kwa nini? Anaona kwamba haingii katika illa iliyokuja na ile hukumu ya tahrimu at-taswir, haingii, isipokuwa jambo la mubah kulingana na qawaid wa usulu shari'. Jambo la mubah kulingana na qawaid wa usulu shari' la yataallaqu bil amri wala nahi bidhatihi. Jambo la halali halifungamani na amri wala makatazo kwa dhati yake, isipokuwa ikiwa ni wasila sasa ya ma'mur, jambo hilo la mubah litakuwa ni ma'mur. Jambo hilo la mubah likiwa ni wasila ya manhi, basi jambo hilo la mubah litakuwa ni manhi, kwa sababu alwasailu laha ahkamul maqasid. Kwa hiyo inaweza kawa ni mubah, lakini kitakapokuwa ni wasila ya ma'mur inakuwa ni ma'mur, wasila wa manhi inakuwa manhi. Kwa hiyo taswir ni mubah, lakini kitakapokuwa ni wasila, ni sababu ya sura ambayo imeharamishwa, sura kwa ajili ya dhikra, kwa ajili ya ta'dhim, kwa ajili ya tamattu na mfano wake, hapa tayari ni mubaha, ishafungamana na nahi, kwa sababu tayari ishakuwa wasila inayofikisha kwenye nahi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Lakini hii taswiri ambayo ni mubaha kwa msimamo wake yeye Sheikh Ibn Uthaymeen, itakapokuwa ni wasila ya ma'mur, basi itakuwa nayo ni ma'mur, itachukua hukumu ya kile kilichoamrishwa. Ndio maana baadhi ya mashekhe wa zama hizi wakasema kwamba taswiri hii ikifanyika kwa ajili ya dini na maslahi ni qurba wa taa. Limadha? Kwa sababu ni mubah. Ikishakuwa mubah kwa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, madamu ni wasila ya ma'mur, tumeamrishwa nashru din, nashru sunna, kueneza da'wa, kueneza itikadi, watu wanafundisha vitabu kupitia hili ya mubah. Hili haliingii katika mudahatu khalqi, ni mubah, imekuwa ni wasila wa kitu ambacho ni ma'mur, kimeamrishwa, ni mustahab kueneza dini, ni vizuri kueneza dini wa Uislamu, inaweza kawa ni fardhu kifaya, wakasema hii nayo inakuwa ni ma'mur, mustahab, masnun, ni taa, ni qurba, yujar wa yuthab, mtu anapewa ujira, anapewa thawabu. Haya ndio ufafanuzi wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika fatawa zake. Lazima uelewe maneno ya maulama, ametofautisha baina ya taswir na ile natija inayopatikana ambayo ni sura. Hiyo sura ikiwa ni kwa ajili ya aghradhin muharrama, sura hiyo itakuwa ni haram, na taswiri ambayo imefanyika kwa ajili hiyo itakuwa ni haram. Na hapa nitataja, baada ya kujibu hii fatwa yake, nitataja fatwa nyingine ya Sheikh Uthaymeen ambayo imeweka wazi hili jambo. Ukisoma fatwa zake zote kuhusu taswiri, kwa sababu hana fatwa moja kwenye majumuu fatwa yake, nyingi utabainikiwa na hili. Kwa hiyo ametofautisha baina ya sura almaakhudha bil ala alfotografia, sura itakayochukuliwa na kile kifaa cha fotografi, ametofautisha na ile taswiri yenyewe. Hii sura hii ikiwa ni kwa aghradhin mubaha, taswiri tafaa. Kwanza ni mubaha yenyewe na imekuwa ni wasila ya mubaha, itakuwa mubaha. Lakini itakapokuwa sura hii
ni kwa ajili ya dhikra, mtu anafanya taswiri kwa ajili ya kumbukumbu, ile sura yake iwe kwa ajili ya kumbukumbu, mubaha anafanya kwa ajili ya kuwa ni wasila ya haram, itakuwa vile vile ni haram. Natakiwa uelewe haya maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Je, hii fatwa yake ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala imekuja kufuta fatwa zile za kuhalalisha? Hapana. Na ile tadhihiri kwa hii tafsiri ambayo nitakaifanya, watu waelewe hapa, kwa sababu hii wanaitumia sio yeye peke yake, na wengine ambao wao wanaendea mambo kiushabiki, sio kielimu, wanaendea kiushabiki. Utakuta wanasema maneno haya kadha wa kadha. Sikiliza maneno haya katika tafsiri ya hii fatwa ambayo mnadai kwamba ndio fatwa ya mwisho ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na fatwa hii imekuja kufuta kule. Hapana, yeye amesoma fatwa mbili, lakini fatwa yenye maelezo ni ya pili. Ya kwanza haraka haraka, suila fadilatu Sheikh, na hizi fatwa zote zipo katika ile majmu fatawa yake. Suila fadilatu Sheikh, laqad kathura عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية، وهي صور إما للممثلين عالميين أو أناس مشهورين، وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع. وعند إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة، وهذا يعني أنها ليست محرمة، وهي ليست تقليدا لخلق الله باعتبارها بدون ذل. ويقولون إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة المسلمون مفادها. hapa ndo ashahid, yani kwenye haya hili swali lote ashahidi ni hapa. Wanasema watu kwamba ittalau, wao wameona fatwa yenu nyinyi katika gazeti la Al-Muslimun, mafaduha, kinachofidiwa ndani ya fatwa hiyo, kinachopatikana ndani ya fatwa hiyo, anna taswira almujassama huwa almuharram, kwamba taswir yenye kiwiliwili ndo ambayo iliyoharamishwa peke yake, wa ghairu dhalika fala, isio kwa hiyo hapana. Fanarju min fadilatikum tawdiha dhalik, tunataraji katika kutoka kwenu kuweka wazi hilo. Faajaba biqauli, akajibu kwa maneno yake. Hii pia wanaitumia kwamba fatwa yake ya mwisho na maneno yake ya mwisho yenye kufuta msimamo wake wa halali. Hapana, maneno haya hajulishi hivyo kabisa. Faajaba biqauli man nasaba ilaina, atakayetuegemezea sisi, anna almuharrama min as-suwar, kwamba sura zilizoharamishwa huwa almujassam, zile sura zenye kiwiliwili, wa anna ghaira dhalika ghairu haram, na kwamba sura ambazo hazina viwiliwili sio haram. Faqad kadhaba alayhi, ametusemea uongo hapa aliposema wa anna ghaira dhalika, ay ghaira almujassam, zile sura ambazo hazina mujassam sio haram. Kisha anasema huyu ametusemea uongo. Sasa hapo wa anna ghaira dhalika maksudi yake nini? Sura ambazo sio mujassam maksudi yake nini? Maksudi yake imma taswir ya rasm au taswiru alfotografia bil ala, zote inaingia wa anna ghaira dhalika. Lakini kwa mujibu wa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, maneno yake haya na fatwa zake nyingine, hapa anakusudia taswiru ya rasm, kwa sababu ya rasm pia ghairu mujassam. Taswiri ya rasm haina kiwiliwili, taswiri ya rasm haina kiwiliwili, picha inakuwepo, inachorwa, kuna takhtit ndani yake, kuna tafsiru aljismi, lakini hakuna dhillun wala haina mujassam, sio sanamu wala kinyago, ndio inakusudiwa hapa. Kwa hiyo atakaye tunasibishia kwamba sisi tumesema muharram ni ile mujassam na isiyo kuwa mujassam kama vile rasm sio haramu, mtusemea uongo. Hayo ndio maneno yake. Ama taswiri fotografi haingii hapa. Kwa sababu gani? Fatwa nyingine inafuatia huko atafanya tafsiri, fatwa nyingine inafuatia atafanya tafsiri. Wa nahnu nara, na sisi tunaona, annahu la yajuzu lubsu ma fihi sura, sisi tunaona kwamba haifai kuvaa kile ambacho ndani yake kuna sura, haifai kuvaa kile ambacho ndani yake kuna sura, sawaun kana min libasi sighari au min libasi kibar, sawa sawa ni katika mavazi ya watoto au mavazi ya watu wazima. Wa annahu la yajuzu iqtina'u suwari, na kwamba haifai kuhifadhi kuziweka picha lidhikra, kwa ajili ya kumbukumbu, au ghairiha, au kwa ajili ya malengo mengine, illa ma da'at ad-darura, isipokuwa itafaa kuhifadhi picha, kuzihifadhi na kuziweka picha zile ambazo imepelekewa na dharura, au ile hajatu ilayhi, au imehitajia hivyo, mfano at-tabi'iyya wa rukhsa, vitambulisho na leseni na mfano wake. Mtu ana kitambulisho chake, kuna picha
Akihifadhi kitambulisho maana anahifadhi picha, lakini hapa itafaa iqtina'u suwar kwa sababu ya dharura, kwa sababu ya haja. Hii ndio fatwa na maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Hakuna ndani yake kwamba ametaraja kwenye maukifu yake ya kuhalalisha taswiri fotografi. Hakuna. Kinachozungumziwa hapa ni taswiri mujassam na taswiri ghairu mujassam ambayo ni rasmi. Kwa nini? Kwa sababu ya fatwa inayofuatia ambayo nyinyi pia mnaizingatia kwamba hii imekuja kuharamisha taswiri mpaka fotografi kwa nia zake zote. Hapana, hamjafahamu maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Maneno yake, msimamo wako ni ule ule, uko pale pale. Fatwa nyingine ya pili ni hii ambayo ndugu yetu amedai kwamba ndio mawqifu ya mwisho ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Waqala rahimahullah min Muhammad as-Salih al-Uthaymeen ila akhihi al-mukarram الشيخ حفظه الله تعالى وجعله من عباده الصالحين وأوليائه المؤمنين المتقين وحزبه المفلحين آمين. وبعد فقد وصلني، أنا سيما الشيخ ابن ثيمين نتعلم تفسير سيما بايو الشاهد إلي تسرفوش. فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة، فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله تعالى أن ينفعني بها. ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، والمؤمن مرآة أخيه، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغا كبيرا بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة، أسأل الله أن يتقبلها وأن يكتب لكم مثلها. وما أشرتم إليه، sasa hapa aliposema wama ashartum ilayhi hafidhakumullahu min takarruri jawabi ala ibahati surati alma'khudhati bil ala fa inni ufidu akhi annani lam ubih ittikhadha as-sura. Sehemu hii ndio watu wanatakiwa wawe makini kuanzia hapa. Wama ashartum ilayhi, Sheikh kapewa barua hiyo madhumuni yake ni haya. Wama ashartum ilayhi, na mmoja katika maulama na mmoja katika mashekhe mfano wake, wama ashartum ilayhi, kile ambacho mmekiashiria, Allah wahifadhi, min takarruri jawabi, kujikariri majawabu yangu, ala ibahati sura, kuhalalisha sura almaakhudhati bil ala, sura iliyochukuliwa na kifaa kama vile kamera na mfano wake. Manake madhumuni ya risala hiyo, barua hiyo aliyopewa shekhe, manake kana kwamba anaulizwa, mbona inaonekana kuwa majawabu yako yamejikariri kuhalalisha sura inayochukuliwa bil ala, kwa kifaa kama vile kamera na mfano wake. Sheikh akasema fa inni ufidu akhi, mimi namfidisha, namjulisha ndugu yangu, anni lam ubih ittikhadha sura, mimi sijahalalisha kuzihifadhi na kuziweka sura, sijahalalisha. Ittikhadh maana yake iqtina. Labda hakufahamu ndugu yetu au ndugu zetu wengine hawajafahamu maana ittikhadh. Ittikhadh maana yake ni iqtina, kuzihifadhi sura. Kwa hiyo hapa Sheikh anachokanusha ni yeye kuhalalisha ittikhadha sura, yeye kuhalalisha kuzihifadhi na kuziweka sura, picha. Hilo sijahalalisha. Ikiwa mnakusudia taswir, kwamba hapa aliposema fa inni lam ubih ittikhadha sura, mimi sijahalalisha ittikhadha sura, mnahalalisha, sijahalalisha taswir fotografi. Ikiwa mnakusudia hivyo, mmekosea, hamkuelewa maneno ya Sheikh. Na lau kama ingekuwa Sheikh anakusudia hivyo, basi itafaa sisi kusema Sheikh ni kadhab, Sheikh ni muongo. Kama ikiwa Sheikh anasema mimi sijahalalisha ittikhadha sura, muradi wake manake sijahalalisha taswiri fotografi, sijahalalisha watu wafanye taswiri fotografi. Ikiwa hayo ndio makusudio yake Sheikh, basi itafaa kusema Sheikh ni kadhab, ni muongo. Kwa nini? Kwa sababu kuna fatwa ngapi, na hilo mwenyewe umelikiri, kuna fatwa ngapi kwamba Sheikh amehalalisha. Ndio maana nyinyi mkasema hii ni maukifu yake ya mwisho. Kwa hiyo maukifu yake ya mwisho, mbona hakuna sehemu alipokiri? Kwa sababu kama ikiwa maukifu yake ya mwisho amekuja kuharamisha alichokihalalisha mwanzo, itakiwa akiri, sio hivyo? Itakiwa akiri kwamba hapa ni kweli nilikuwa nahalalisha taswir na sasa hivi naharamisha. Ndio maana maukifu ya mwisho, lakini hakuna sehemu katika haya maneno alipokiri kwamba yeye
anaharamisha hivi sasa kile alichokihalalisha, kama alivyofanya Sheikh Ibn Baz. Amesema kwa nilikuwa naharamisha thumma badali, kisha nikadhihirikiwa. Lakini hapa maneno ya Sheikh Uthaymeen, hakuna sehemu anapokiri kwamba yeye anaharamisha alichokihalalisha, bali kakataa lam ubih ittikhadha sura, sijahalalisha kuziweka na kuzihifadhi sura. Kwa hiyo kama ikiwa mnakusudia hapa ndio anakusudia hajahalalisha taswir alfotografi, basi itafaa kusema Sheikh ni mwongo, kwani fatwa ngapi zimenukuliwa kwa yeye akihalalisha jambo hilo? Kwa nini sasa akatai hapa Sheikh mwongo? Kwa sababu alichonadhibishiwa kwa maana halalisha ni kweli, na hapa nakataa uongo. Maana yake hapa kinazungumziwa kitu kingine kabisa, na hili tadhihiri huko mwisho amefanya tafsiri. Hapa kinazungumziwa iqtina as-sura, kuhifadhi, kuziweka zile sura. Ndio anasema sijawahi kuhalalisha ittikhadha, na ni kweli Sheikh fatawa zake zote hajawahi kuhalalisha ittikhadha sura, iqtina as-sura hajawahi kuhalalisha, ikiwa ni aghrad wal murad. Na maksudio hapo niliposema sijahalalisha kuzihifadhi sura, suratu ma fihi ruhun min insani au ghairi, sura ambayo ndani yake kuna roho ya mwanadamu au mwingine katika wanyama, illa ma'da'ati ad-darura au al-hajatu ilayhi katabi'iyya والرخصة وإثبات الحقائق ونحوها. kisha akasema wa amma ittikhadhu sura, amma kuhifadhi sura lita'dhim au lidhikra, au kwa ajili ya kumbukumbu, au litamattu' bin nadhari ilaiha, au kwa ajili ya kutizama, au italadhdhu biha, kustarehe nazo, fa inni la ubih, mimi si halalishi hilo. Tuongea fatwa yake ya mwanzo. Kwa hiyo fatwa hii imekuja kutilia mkazo mawqif yake tuongea mwanzo, ahalalishi yeye iqtina'u sura, ittikhadhu sura. Katofautisha baina ya ittikhadhu sura na taswiri yenyewe. Ile taswiri ikiwa unaifanya lengo lako hiyo sura uifanyie ittikhadh, iqtina kwa ajili ya aghrad muharram kama vile dhikra na mfano wake, itaingia kwenye maneno ya Mtume la tadkhulul malaikatu baitan fihi sura. Lakini ikiwa li aghrad mubaha itafaa, kwa sababu taswiri shakuwa mubaha. Ikitaallaq na wasila ya ma'mur inakuwa ni ma'mur, ikitaallaq na wasila manhi inakuwa manhi. Haya ndio maelezo, na nitanukuu mwisho maneno yake yenye kuweka wazi hilo. Fa inni la ubihu dhalik sawaun kana timthalan, sawa sawa hiyo picha hiyo sura ikawa ni sanamu au raqaman au ni mchoro, na sawa sawa marquman bil yad, sawa sawa imechorwa kwa mkono, au bil ala, au sawa sawa sura hiyo ikawa bil ala. Hata taswir inayofanyika kwa kamera, ikiwa ile picha yako ile sura yako uliochukua na uliopiga kupitia kamera, lengo ni kwa ajili ya dhikra na malengo mengine ya haram, shehe anaharamisha hilo. Lakini ikiwa kwa lengo la halali, shehe anahalalisha. Liumumi, kwa kule kuenea maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tadkhulu almalaikatu baytan fihi sura wama ziltu ufti bidhalik. Shehe anasema sikuacha kutoa fatwa hilo. Angalia maneno haya, wama ziltu ufti, ikiwa hii ni mawqifu yake ya mwisho, maana yake nini sasa? Wama, shehe anasema sijaacha kutoa fatwa hilo, maana yake haifai ittikhadhu sura. Anachozungumzia hapa ni ittikhadhu sura, sio taswiri yenyewe. Maneno yaeleweke. Wa amuru man indahu suwarun, na naendelea kumwamrisha yule ambaye ana picha mbalimbali, lidhikra, kwa ajili ya kumkumbu, biitlafiha, aziharibu. Wa ushaddidu kathiran, na tilia mkazo sana, idha kanat suratu surata maiti, ikiwa hiyo sura ni sura ya maiti. Wa amma taswiru dhawati al-arwah, ama kuvifanyia taswiri sasa venye roho, min insani au mwanadamu au ghairi au mnyama, fala raiba fi tahrimi, hakuna shaka katika uharamu wake. Kufanyia taswiri dhawati al-arwah, mtu akachonga, mtu akachora, hakuna raib katika uharamu wake. Ama taswiri ya dhati ruhi, chenye roho, bil ala, tafsiri yake atahitaja mbele. Wa annahu min kaba'iri dhunub, hakuna shaka ni katika uharamu na kwamba katika kaba'iri, madhambi makubwa. Lithubuti la'ni fa'ilihi, so imethibiti kulaaniwa mtendaji wake, ala lisani rasulillah, kupitia ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha dhahir, na hili liko wazi, fima idha kana timthalan, uharamu wake uko wazi utakapokuwa ni taswiri iliyofanyika kwenye sanamu, ai mujassaman, chenye kiwiliwili, au kana bilyad, au ikawa kwa mkono. Iko wazi katika hilo. Taswiri ya dhati ruhi ikiwa ni mujassaman timthalan au bilyad, iko wazi jambo hilo kuwa
haifai na ni haram. Amma idha kana bil alati, sasa hapa ndio nafanya tafsiri shekhe ya taswiri fotografi. Huu ndo msimamo wake wa taswiri fotografia hapa. Sasa unasemaje kwamba hii ni maukifu yake ya mwisho? Maneno haya ya mwisho yanatofauti gani na fatwa zake nyingine? Watu wanatakiwa waelewe maneno ya maulama, bila hivyo mtawasingizia maulama kwa sababu ya uzito wa kufahamu kwenu. Amma idha kana bil alati alfawriya, ama ikiwa kwa kifaa cha haraka, allati taltaqitu sura, ambacho kinachukua picha, wala yakunu fiha ayu amal, wala kuna ndani yake amali yoyote, min almultaqit, kutoka ule mpiga picha, min takhtiti alwajhi, kuchorachora uso, wa tafsiri jismi, na kupambanua viungo na mwili, walahwi na mfano wake. Fa in iltaqatat as-sura li ajli dhikra, ikiwa itachukuliwa ile sura kwa ajili ya malengo ya haramu kama kumbukumbu, ikiwa itapigwa ile picha kwa ajili ya kumbukumbu, wa nahwiha na mfano wake, min al-aghrad allati, katika malengo ambayo la tubihu ittikhadha as-sura, malengo ambayo hayahalalishi kuziweka na kuzihifadhi sura. Manake ikiwa inahalalisha itafaa. Fa inna iltiqataha bil ala, kwa hakika kuzichukua sura hizo kwa hicho kifaa, muharramun, itaharamishwa tahrima alwasail, uharamu wa wasila. Wa in iltiqati suratu lidharura, na ikiwa itachukuliwa sura hiyo kwa ajili ya dharura, au ilhaja, au kwa sababu kuna haja, manake kwa malengo ya halali kama vile da'wa, kueneza dini, kuna haja, fala ba'sa bidhalik. Hakuna anayefanya taswiri muhadharat wal nadawat wal khutab, mashekhe na maduati wanaofanya hivyo kwa ajili ya dhikra, hawafanyi kwa ajili ya dhikra wala malengo ya haram. Kwa hiyo haya ndio maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Sasa unasemaje kwamba hii ndio maukifu yake ya mwisho imekuja kuharamisha? Wapi ameharamisha hapo? Wapi ameharamisha? Na lau kama ingekuwa maukifu yake ya mwisho, Sheikh angekiri kwanza kwamba mimi nilikuwa nahalalisha kisha sasa hivi naharamisha, angekiri. Lakini hakuna sehemu alipokiri, basi maana yake Sheikh ni muongo. Hapana, ninachozungumziwa hapa ni ittikhadhu sura, kuziweka na kuzihifadhi sura, ambao ni msimamo wake tongea mwanzo kwamba haifai ittikhadhu sura lidhikra na malengo mengine ya haramu. Ama taswiri kama taswiri yenyewe kwake yeye anaona haingii katika ile illa ya tahrim na haingii katika taswiri muharram, bali ni halali. Lakini itakapokuwa ni wasila kwenye sura ambazo ni dhikra na mfano wake katika haramu, itakuwa ni haramu hiyo taswiri. Lakini ikiwa li aghrad mubaha, itakuwa ni halali. Na hii ndio shani ya kila mubah, asili yake haifungamani na amri wala nahi. Lakini itakapokuwa ni wasila ya maamur, itakuwa ni maamur. Ikiwa ni wasila ya manhi, itakuwa manhi. Namalizia kuweka wazi maneno haya na fatwa hii kwa maneno yake mwenyewe kwenye fatwa nyingine. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema kwenye hiyo majmu fatawa, hiyo mujallad huo ambao una fatwa hii pia ambayo iko wazi. Suila fadilatu Sheikh hafidhahullah ani taswiri bil alati alfotografiyyati alfawriyya, aliulizwa kuhusu taswir kutumia kifaa cha fotografi kile cha haraka. Faajaba hafidhahullah biqawli iltiqatu as-sura, kupiga picha, bil alati alfotografiyyati alfawriyya, kwa hicho kifaa cha fotografi cha sasa cha haraka, allati la tahtaju ila amalin biyadin, kifaa ambacho hakihitaji amali ya mkono. Yule multaqit hafanyi amali yoyote katika takhtitu alwajhi au tafsil aljism alyadain warijlain, hakuna amali yoyote ya mkono. Fa inna hadha la ba'sa bihi, ndio msimamo wake Sheikh. Na wala hiyo fatwa sio maukifu yake ya mwisho, wala hajakuja kuharamisha. Maukifu yake ipo ile. Leo kama ingekuwa ni fatwa yake ya mwisho na maukifu yake ya mwisho, angefanya nini? Angekiri Sheikh. Kutokiri maana yake ni muongo. Sasa maneno yake haya hapa anahalalisha. Kutokiri maana yake Sheikh ni muongo. Kwa nini asikiri kule alikuwa maneno yake haya? Kasema kwa inni lam ubih ittikhadha as-sura, tokea mwanzo sijawahi kuhalalisha. Kule anazungumzia jambo jingine. Fa inna hadha la ba'sa bihi, jambo hili halina tatizo. Liannahu la yadkhulu fi at-taswir, kwa sababu jambo hili haliingii katika taswir, yani taswir muharram, katika taswir iliharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walakin yabqa an-nadhar, lakini tabakia sasa tunatizama. Angalia sasa hapa ndio inakuja kanuni na usulu ash-shar'i. Kasema hii haingii katika taswir muharram, maana yake nini? Ni halali, haingii katika liannahu la yadkhulu fi at-taswir, maana yake ni mubah.
Kwa kama ikiwa mubah, yabqa an-nadhar, itabakia kutizama. Tunatizama sasa, ma huwa al-gharad min hadha al-iltiqat, ni lipi lengo la huku kupiga picha? Idha kana al-gharad min hadha al-iltiqat, ikiwa lengo la kupiga picha huwa an yaktania hal insan, mwanadamu aihifadhi ile picha, walau lidhikra, walau kwa ajili ya kumbukumbu, sara dhalika al-iltiqat haram, inakuwa ile mubaha ile kule kupiga picha inakuwa ni haram tayari, shataallaqna manhi. Wadhalika lianna alwasaila laha ahkamu almaqasid, kwa sababu wasaili zinachukua hukumu za maqasid. Waqtina'u suwari lidhikra, na kuzihifadhi na kuziweka sura kwa ajili ya makumbukumbu, mtu akae kwenye albamu yake, akaweka kwenye ukuta wake, muharram, jambo ni haramu. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhbara, amekhabarisha, anna almalaikata la tadkhulu baytan fihi sura, umumu ya maneno ya Mtume, malaika hawaingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna sura, iwe kwa ajili ya dhikra au kwa ajili yoyote. Wa hadha yadullu ala tahrim iqtina'i suwari fil buyut, hii inajulisha juu ya iqtina, uharamu wa kuziweka na kuzihifadhi sura katika majumba. Wa amma ta'liqu suwar ala aljudrani fa innahu muharram, hivyo hivyo kutundika sura katika kuta pia ni haram, wala yajuz, na wala haifai. Wal malaikatu la tadkhulu baytan fihi sura, na malaika hawaingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna sura. Kwa hiyo taswir ikifungamana na sura ambayo itaipelekea kwenye uharamu, sura ima kwa ajili ya kumbukumbu au kwa ajili ya mfano wake, taswiri hii mubahi hii ambayo haingii kwenye taswiri ya muharram itakuwa ni haramu, kwa sababu ishakuwa ni wasila ya haramu. Lakini ikifungamana na agradin mubaha, mfano haja, maslahi ya da'wa, maslahi ya dini, maslahi ya kujua matukio yaliyotokea, matukio labda ya uwizi, mfano kamera zinazowekwa kwa ajili ya ulinzi, kamera zinazowekwa kwa ajili ya ulinzi, mtu anaweza kusema kuna haja gani? Yani kwa ufahamu wake Abu al-Abbas, kuna haja gani? Kwani hakuna nyumba ambazo watu wanaishi bila hizo kamera? Hakuna nyumba ambazo watu wanalindwa kwa walinzi, watu hakuna kamera, walinzi ndio wanalinda. Kwa ufahamu wake yeye kwamba hakuna haja hiyo, hakuna haja hiyo ya kuweka kamera, kwa sababu kamera zinafanya taswira, kwa ufahamu wake. Lakini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, hizi ni katika aghrad mubaha, malengo ya halali. Kuweka kwa ajili ya ulinzi inafaa, kamera zikawekwa ikafanyika taswira ndani yake, kwa sababu ni aghrad mubaha, inafaa. Na wala haikuweka kwa ajili ya dhikra, kwa ajili ya kumbukumbu, au kwa ajili ya tamattu, watu kwa taladhudh, la, kwa ajili ya watu kuangalia matukio, ajali zinazotokea, makosa ya jinai na mfano wake, hilo linafaa, hata kama ikiwa wewe unaona hakuna haja. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anaona kwamba hiyo inafaa. Kwa hiyo haya ndo nimekusudia kuyafanyia taaliq kwenye yale aliyozungumza katika audio yake, majlisi yake ya kwanza kwenye audio hizo 3. Mingine hayana umuhimu mkubwa, kwa sababu tayari ni yale ambayo tumeeleza, na yule ambaye mutaamil amezingatia vizuri, basi atakuwa ameelewa kulingana na vile vikao na zile majalisi ambazo tumeziweka. Kikao cha pili tutaendelea kujibu majlisi yake ya pili kwenye zile nukta muhimu, na taaliq itakuwa vile vile ni akhsar, itakuwa ni fupi kulingana na umuhimu wa nukta hizo. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe haki tuweze kuifuata, na tujulishe batili tuweze kuiepuka. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.